Mwezi wa 4 tutakuwa na kongamano kubwa Ufaransa la Kiswahili. Kwa sababu Kiswahili tunataka kukitumia kama bidhaa inaobeba bidhaa zingine. Nafahamu nyinyi utamaduni, China imedominate dunia, haijapoteza utamaduni wake. Ufaransa wanadominate, hawajapoteza. Jana nilikuwa namwangalia kiongozi mkuu wa serikali ya Italy wakati anafanya presentation yake kule Addis Ababa kwenye mkutano wa marais wa Afrika. Hajapoteza lugha yake, kabaki na Kiitaliano. Sasa sisi maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kukichukua Kiswahili kukipeleka duniani na kukibebesha na kukifungamanisha na bidhaa zingine, ili ni sehemu mojawapo pia ya kutangaza utalii na lugha yetu kudominate katika lugha bora zinazotumika duniani. Kwa hiyo na pia tutawaita, lakini watu wameshaanza kujiandaa, kamati imeshaundwa na tumeshaanza communicate na wizara yetu ya mambo ya nje. Balozi zetu zinajiandaa kutoka Ufaransa, tuna balozi mzuri kabisa, bingwa, anafanya kazi njema. Na Watanzania ambao watakuwa kwenye upande wa maonyesho kupitia Tantrade, watakuwa kwenye upande wa maonyesho kupitia wizara yetu ya maliasili na utalii, watakuwa kwenye ngoma zetu, kwenye bidhaa na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, na wenyewe ni miongoni mwa watu ambao wameshatangaziwa na tovuti ipo ya kujisajili kuhakikisha kwamba wana join na tutakwenda. Naomba tutumie fursa hii pia kuomba diaspora wote twendeni Ufaransa. Diaspora wote twendeni Ufaransa tukakitangaze Kiswahili chetu. Twende tukawa na fahari ya lugha yetu. Kwa hiyo diaspora walioko Uingereza, walioko Marekani, walioko kwenye nchi za Kiarabu, Middle East yote, walioko hata Afrika hii katika maeneo mbalimbali, wa contact tu na wizara yetu au kwenye balozi za kwetu zilizoko kote kule nchini. Wako tayari mabalozi, watafacilitate kwa sababu information zote wanazo. Utapata visa zako, twendeni tukakitangaze Kiswahili chetu. Uwepo wenu nyinyi diaspora unaongeza thamani, kwa sababu pia tutapata nafasi ya kukichukua Kiswahili kutoka pale tutapokwenda kufanya kongamano, kukipeleka pia kwenye zile nchi tunazoishi na kufanya shughuli zetu.